Habarini za asubuhi, ndugu waandishi wa habari na wajumbe wenzangu na viongozi wa press hii. Mimi ndugu yenu ni Abu Aiman, katibu mkuu wa Umoja wa Maimamu Tanzania. Kwa niaba ya wenzetu wote ambao wametutuma sisi kama wawakilishi, viongozi wa misikiti, waumini, kwanza tunaunga mkono taarifa zote za tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29, lakini pia tunawaombea dua hawa wajumbe wa tume, kadhalika na kuungana naye Mheshimiwa Rais katika jambo kubwa adhimu kama hili. Sisi katika Umoja wa Maimamu na waumini kwa ujumla tumeliangalia kwa upana jambo hili, lina faida kubwa sana. Kwa hivyo ni waombe wa Tanzania wote bila kuangalia dini zao, tukubaliane na matokeo ya tume, tuendelee hatua ya pili kama vile ilivyotangazwa na itakavyotolewa na Mheshimiwa Rais. Kwa wale ambao wana maslahi yao binafsi, huu sio wakati wa kuonyesha maslahi yako binafsi. Huu ni wakati wa kuitanguliza Tanzania kwanza. Sisi tuna machungu mengi sana kuliko wao ambao wanalalamika. Miongoni mwa machungu hayo yanafahamika. Msikiti wangu ambao imamu yuko pale Kilwa ulipata matatizo, lakini sisi hatukuhamaki na wala hatukuleta matatizo yoyote. Tunaungana na maelekezo haya ya tume, tunaungana na Mheshimiwa Rais katika juhudi hizi, na tunawaomba Watanzania wote tuwe kitu kimoja. Kama walivyotangulia kusema watangulizi wenzangu, jahazi likibomoka sisi sote hatutakuwa salama, tutazama. Lakini pia ni waombe baadhi vile vile wa viongozi wa serikali wanaochochea mambo, hasa wanapokuwa katika majukwaa ya dini. Huu sio wakati wa kufanya hivyo. Kama wewe unafanya kampeni, subiri wakati wa kampeni. Sasa tuko active kuangalia jambo moja tu, namna gani tunaipokea tume, tunaipeleka kwa wananchi wetu, na kipi kinaendelea baada ya matokeo ya tume. Sio wakati wa kuanza kutupa neno hili, kutupa neno lile. Hii si sawa sawa. Tumewaona baadhi ya viongozi wao wakubwa wa kiserikali wakifanya hivyo. Waache mara moja. Mimi kama katibu mkuu Umoja wa Maimamu kijana, nasema mwenendo huo sio mwenendo mzuri, na tumepewa salamu kule tulikotoka kwamba tuwaambie maimamu, tuwaambie walimu wa madrasa, tuwaambie waumini katika hutuba zote za Ijumaa, katika durusu zote, tuendelee kuelimishana kuhusiana na ili swala la tume, lakini pia tuendeleze na dua zetu katika mfumo ule ule, kuliombea taifa letu amani, kuombea viongozi wake. Sina maneno zaidi ya kuwaomba Watanzania wenzangu wote bila kujali dini zao, tuwe kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraq. Jazakumullahu khaira. Wapendwa ndugu zanguni wa Tanzania, sisi kwa pamoja kama viongozi wa imani ya dini, lengo na makusudio, tumekuja kutoka mbele ya jamii kueleza kwamba azma yetu na makusudio ni kwamba kuienzi nchi yetu, kuwa na amani, ndio jambo la msingi sana kuliko kitu kingine. Itakuwa haipendezi sana tukiwa kama Watanzania, tena watu wenye imani, tukashindwa kuwanasihi watu ndugu zetu, viongozi wenzetu wa dini ambao wanaendelea kuchochea au kuto kukubali kuitengeneza Tanzania yetu. Tume ya Jaji Othman Chande imeundwa kwa nia na makusudio mema kabisa, kutaka kuliponya taifa letu, na hii ni ishara njema kwa Tanzania. Hata kipindi cha awamu ya 4, awamu ya 3 kulikuwa kuna machafuko makubwa sana Zanzibar. Tutakumbuka ilikuwa wanasiasa wamefika mahala mpaka ndugu zetu walikuwa wakimbizi katika nchi ya Kenya, wengine walipoteza uhai kutokana na siasa za vyama vya siasa. Matokeo ni kwamba ikaja tume ya Jumuiya ya Madola ikisimamiwa
kuangalia maridhiano ikashindikana, lakini kwa mapenzi makubwa kabisa ya watu kuwa wazalendo, kupitia awamu ile Watanzania wakajisimamia wenyewe. Matokeo sasa hivi tumepata serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Hii inahitaji kwanza watu wawe na mapenzi na wawe na hofu ya Mungu. Hili linawezekana. Kama limewezekana Zanzibar, ni sehemu ya Tanzania, na uchaguzi wa urais kwa mujibu wa tarehe ile, Zanzibar tumeiona imekuwa shwari, pamoja na kwamba walikuwa wana tofauti nyingi sana za kiimani, misimamo katika uendeshaji taasisi za dini na pia katika mitazamo ya kisiasa. Zanzibar kumekuwa shwari. Sasa ni wajibu wetu sisi pia kupata fundisho, tupate fundisho kwamba Watanzania wa bara tuwe wastaarabu kama ilivyokuwa huko awali, kwa sababu Tanzania siku zote tumekuwa wasimamizi wa kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinakuwa katika hali ya usalama, mfano Komoro. Sasa nitajisikia vibaya sana kuona viongozi wa imani na viongozi wa vyama vya siasa kuendelea kuto kukubali tume hii ambayo imefanya kazi kwa uadilifu mkubwa kabisa, na wameonyesha maeneo yote yamekuwa yako wazi. Kinachotakikana ni kuunga mkono na kupiga hatua mbele, ili hatua za kisheria kwa wale ambao wamefanya uhalifu na uchochezi waweze kuchukuliwa hatua. Mimi naamini kabisa endapo kama hatutokuwa na muhali, tukawa na muhali, tukasimama vizuri, basi nina imani nchi yetu tutaitengeneza. Lakini kama tutakuwa tunaoneana haya kwamba huyu agusiki, huyu akamatiki, huyu hapo, tutakuwa hatujaipona nchi yetu. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atujalie, tumpe nguvu rais. Sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ili Tanzania yetu iweze kuwa kama ilivyokuwa South Africa, kwa sababu hata South Africa makaburu waliuana na Waafrika, lakini ilifika mahala maridhiano, ikapatikana serikali na amani ipo mpaka leo. Ndugu zanguni, Mungu atubariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunawashukuru ndugu zetu wanahabari kwa kukubali kuitikia wito wetu, na kubwa ambalo liko hapa ni kuunga mkono taarifa ya matokeo ya tume ambayo imefanya kazi yake kwa uadilifu mkubwa sana. Jina langu naitwa Amiri Hamisi Mbwana, ni katibu mkuu wa Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, na kuunga mkono katika tume katika taarifa yake ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amewasimamia na kuongoza tume, wamefanya kazi yao kwa uadilifu, na kweli tume kwa mujibu wa ripoti tunaona kwamba imefanya kazi kubwa sana. Tunatumia fursa hii pia katika kuwanasihi viongozi wa dini, mashehe, mapadre, wachungaji, wasitumie majukwaa ya kidini katika kuchochea, kuhamasisha, katika kujenga chuki dhidi ya uongozi wa serikali yetu. Tunawasihi sana. Ama baada ya kuyasema hayo, naamini mengi wenzangu wameyazungumza hapa, nitumie fursa hii katika kualika ndugu zangu wanahabari kwenye tukio kubwa ambalo tutakuwa nalo kwenye mwaka mpya wa Kiislamu. Tunakaribia kwenda kwenye mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa 1448 Hijiria, ambako leo tuko kwenye mwezi wa 11 Dhulqaada, tunaingia Dhulhijja, tunakwenda Muharram. Sisi kama UMATA, Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, tunaandaa maadhimisho makubwa ya mwaka mpya ambayo yatakuwa ni maadhimisho ya kitaifa. Tarehe
na mahala tutafahamishana. Nimeona nitoe ujumbe huu wa kualika mapema. Nashukuru sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya mwenyekiti wa baraza hili la maimamu na viongozi wa dini ya Kiislamu Tanzania, Sheikh Musa Yusuf Kundecha, pamoja na viongozi wengine ambao wameshiriki hapa, mimi naitwa Juma Nchia, nimeshirikiana na Sheikh kuratibu jambo hili. Lakini na mimi kama kiongozi niseme maneno mawili tu. La kwanza, tuwaombe wa Tanzania tusiwaonee aibu wala kuwashabikia, hata kama watakuwa rafiki zetu au watakuwa viongozi wetu, wale ambao wanaendeleza uchochezi wa kutamani kuona mapigano, machafuko na uhalifu unaendelea kufanyika Tanzania. Tusiwaonee aibu, kwa sababu madhara yakija yanawapata hata wale ambao hawakutarajia. Lakini la pili, tuwaombe viongozi wa dini, wanasiasa, wanaharakati na wana mitandao kuendelea kuwa watulivu, kwa sababu kuleta ushindani na upinzani, kupinga ripoti ya tume ya Jaji Chande, kupinga maridhiano, unajichora. Watu wote wanakujua wewe ni katika wale ambao walihamasisha uhalifu. Sasa unatafuta kuvuruga ili usije ukafikiwa na mkono wa sheria. Kwa hiyo kiongozi yote ambaye anapinga maridhiano, anapinga ripoti, anajichola mbele ya Tanzania kuonyesha kwamba yeye alidhamiria machafuko yawe makubwa zaidi, lakini sasa anaumia baada ya kuona tume imefanya kazi nzuri, vyombo vya ulinzi vimefanya kazi nzuri ya kuhakikisha utulivu unakuwepo kama tulivyo leo. Sasa viongozi waache kufanya hayo, kwa sababu wanajiondoa katika kuaminiwa na waumini wao. Waumini wao wanaelewa wako baadhi ya ndugu zao wamepoteza maisha kwa sababu ya uchochezi wao. Kwa hiyo wasubiri mpaka tume zitakazofuatia na utaratibu utakaofuata. Kujihisi tu kwamba wewe inawezekana jina lako limetajwa pale, basi cha kufanyika bana tuhamasishe vurugu ziendelee, tutoboe jahazi tuzame wote, hiyo haitawezekana. Watanzania hajazoea vurugu na hakuna ambaye tena atarudia katika mambo yale. Kwa hiyo wataangamia wenyewe wanaotaka kutoboa, lakini Watanzania hawatakubali kuona tena mvurugiko kwa amani unatokea. Baada ya kusema haya, kwa niaba ya mwenyekiti na wengine, tuwashukuru wote wanahabari kuzipokea taarifa hizi na mzifikishe salama kwa Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.